Marekani inafikiria chaguzi mbalimbali za kijeshi dhidi ya Iran endapo makubaliano ya kusitisha mapigano ya sasa yatavunjika, huku mipango ya awali ikilenga kuwashambulia watu wa ngazi za juu wanaoonekana kukwamisha mazungumzo. Hii ni kwa mujibu wa kituo cha CNN kikinukuu vyanzo vinavyofahamu mjadala huo. Moja ya maamuzi yanayochunguzwa inahusisha mashambulizi dhidi ya viongozi maalum wa jeshi wa Irani na watu muhimu ndani ya mfumo unaotuhumiwa na maafisa wa Marekani kudhoofisha juhudi za kidiplomasia. Miongoni mwao ni Ahmadi Vahidi anayehudumu kama kamanda mkuu wa jeshi la waziri wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, kulingana na ripoti ya CNN. Mbali na kulenga watu binafsi, wapangaji wa kijeshi wa Marekani pia wanaandaa mipango mipana zaidi inayolenga uwezo wa Irani katika masuala ya baharini. Kwa mujibu wa CNN, mipango hiyo inajumuisha ulengaji wa haraka na unaobadilika na vifaa katika eneo la mlango bahari wa Hormuz, kusini mwa Ghuba ya Uarabuni na Ghuba ya Omani, ikiwa ni pamoja na boti ndogo za mashambulizi ya kasi, vyombo vya kuweka mabomu baharini na mbinu nyingine zisizo za kawaida zinazotumiwa na Teherani kuvuruga njia za usafirishaji baharini. Njia hizo za maji zimekuwa kitovu muhimu cha shinikizo katika mgogoro huo. Kuvurugwa kwa usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz na Irani kumesababisha mshtuko katika masoko ya dunia na kuifanya iwe vigumu kwa rais wa Marekani Donald Trump kudhibiti mfumuko wa bei duniani. Licha ya kwamba makubaliano kusitisha mapigano yamesitisha mashambulizi ya moja kwa moja, kuvurugwa kwa usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz na Irani kumesababisha mshtuko katika masoko ya dunia na kuifanya iwe vigumu kwa rais wa Marekani Donald Trump kudhibiti mfumuko wa bei. Licha ya kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yamesitisha mashambulizi ya moja kwa moja ya Marekani tangu mapema Aprili mwaka huu. CNN iliripoti kuwa operesheni za awali za Marekani zililenga zaidi maeneo ya ndani ya Irani, lakini mipango mipya inaelekeza nguvu kwenye mashambulizi maalum katika maeneo muhimu ya kimkakati ya baharini. Hata hivyo, vyanzo vinaonya kuwa hatua za kijeshi pekee huenda zisitoshe kufungua haraka njia hiyo ya baharini, isipokuwa uweze kuthibitisha bila shaka kwamba 100% ya uwezo wa kijeshi wa Irani umeharibiwa. Itategemea ni kiwango gani cha hatari ambacho Trump yuko katika kukubali, ikisema chanzo kimoja kilicho karibu na mipango hiyo, ikinukuliwa na CNN. Njia nyingine ya kuongeza shinikizo inayozingatiwa ni kushambulia miundombinu inayotumika kwa matumizi mawili ya kiraia na kijeshi, ikiwemo vituo vya nishati, ili kushinikiza Irani kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya CNN. Maafisa wa Marekani wameonya kuwa hatua hiyo itakuwa ongezeko kubwa na lenye utata. Mashambulizi ya ziada yanaweza pia kulenga uwezo uliobaki wa kijeshi wa Irani, ikiwemo makombora, vifaa vya kurusha makombora na viwanda vya uzalishaji vilivyonusurika katika mashambulizi ya awali ya Marekani Israel. Mashambulizi ya ziada yanaweza pia kulenga uwezo uliobaki wa kijeshi wa Irani, ikiwemo makombora, vifaa vya kurushia makombora na viwanda vya uzalishaji vilivyonusurika katika mashambulizi ya awali ya Marekani Israel, au vilivyohamishwa baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kuanza, vyanzo hivyo vilisema. Afisa wa Wizara ya Ulinzi wa Marekani alikataa kutoa maoni kuhusu mipango mahususi, akiiambia CNN kuwa jeshi la Marekani linaendelea kumpatia rais chaguzi mbalimbali na chaguzi zote bado zipo mezani. Trump amekuwa akidai mara kwa mara kuwa uongozi wa Irani umegawanyika ndani kwa ndani kufuatia operesheni za pamoja za Marekani Israel zilizoua viongozi kadhaa waandamizi, ikiwemo viongozi wakuu wa nchi hiyo. Katika kauli zake za hivi karibuni, alitaja mvutano kati ya IRGC na maafisa wa kisiasa walioshiriki mazungumzo kama kikwazo kikuu cha kufikia makubaliano. Hata hivyo, maafisa wa Irani wamekataa hadharani madai hayo, wakisisitiza kuwa mfumo wao bado uko imara licha ya kuongezeka
kwa shinikizo la kijeshi na kidiplomasia. Mimi ni Yusuf Athmani na hii ni The Loyal Media.